Taarifa ya dharura kutoka kwa jeshi la polisi mchana wa siku ya maandamano umezua gumzo nchini Tanzania. Ujambo na karibu, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hadi kufikia mchana wa Disemba 9 mwaka 2025, siku ambayo imekuwa ikitajwa na miezi kadhaa kama kilele cha vuguvugu la maandamano ya amani yasiyo na kikomo, hali ya usalama nchini Tanzania iliripotiwa kuwa shwari. Kauli hiyo ilitolewa na jeshi la polisi kupitia taarifa rasmi ya naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, na ilikuja katikati ya kile kilichoonekana kama vita ya taarifa, mvutano wa kisiasa na hofu iliyoikumba jamii baada ya malalamiko ya muda mrefu kuhusu utekaji, ukamataji holela na matukio ya kupotea kwa watu waliokuwa sehemu ya mijadala ya umma tangu majira ya joto la mwaka huo. Katika siku hiyo moja, historia ya siasa za Tanzania ilionekana kukutana na mitazamo miwili mikali. Upande wa serikali uliotangaza kuwa hakuna maandamano yoyote halali yaliyokidhi taratibu za kisheria, na upande wa makundi ya vijana, wanaharakati na wanachama waliokuwa wamekasirishwa na misururu ya matukio ya awali, waliokuwa wakichukulia Disemba 9 kama siku ya kudai uhuru dhidi ya kile walichokiita ukandamizaji wa kimfumo ndani ya heka hiyo. Mitandao ya kijamii ikawa uwanja wa pili wa mapambano wa picha za samani, video zilizopotoshwa na taarifa zilizotengenezwa kwa makusudi ili kuonyesha kuwa maandamano yameshika kasi. Lakini kilichofanya siku hii kuwa yenye mvutano si vitisho vya mtandaoni tu, ni historia ya nyuma yake. Kuanzia matukio ya Oktoba 29 mwaka huu hadi sintofahamu ya wiki zilizotangulia, ambayo ilifungua mlango wa kwa kile kilichoonekana kama hatua ya kiusalama ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini katika miaka ya karibuni. Na katika taarifa yake mchana wa Disemba 9, jeshi la polisi likiri kuwa picha na video nyingi zilikuwa zimesambazwa usiku kucha na asubuhi, zikionyesha makundi ya watu wanaonekana kama waandamanaji katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na hata hivyo, uchambuzi wa picha hizo ulionyesha kuwa matukio hayo hayakuwa mapya. Polisi walitambua video za Oktoba 29 31 zikionyesha ghasia ndogo zilizowahi kutokea baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, wakisisitiza kuwa picha hizo zilirudishwa mitandaoni kwa maksudi ili kuaminisha umma kuwa maandamano ya Disemba 9 tayari yameanza. Kulikuwepo pia video maarufu iliyomiliki anga la mtandao kwa mfululizo wa saa kadhaa, ikionyesha kundi la vijana wa Kimasai walikuwa wakifanya sherehe za kando ama za jando katika eneo la hifadhi ya Tanapa mwezi Juni mwaka 2025. Video hii ilirushwa leo, ikielezwa kuwa Wamasai walikuwa wakipigania ardhi wanatembea kuelekea makao makuu ya mkoa wa Arusha. Polisi walielezwa kuitumia video hiyo kama mfano wa kiwango cha upotoshaji kilichoshamiri siku hiyo. Na katika mazingira ambako kila sekunde moja ilisambaza taarifa mpya, polisi walionya wananchi kupuuzia taarifa hizo, wakisisitiza kuwa hali kote nchini ilikuwa shwari na huu ulikuwa msimamo rasmi. Hakuna maandamano halali, hakuna maandamano yanaendelea, na ulimwengu wa mitandaoni unajaribu kutengeneza hali isiyo halisi. Lakini nyuma ya utulivu huu uliotangazwa kulikuwepo na mandhari mazito, mandhari yaliyojengwa na historia ya wiki zilizopita. Disemba 9 isingeitwa siku ya maandamano kama si kile kilichotokea Oktoba 29 mwaka huu. Siku hiyo machafuko madogo yalizuka baada ya matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa kutangazwa katika baadhi ya wilaya. Malalamiko ya wizi wa kura, ukamataji wa vijana na madai ya watu kupotezwa yaliibuka kwa kasi katika siku 3 mfululizo, siku ya 29, 30 na 31 Oktoba. Mitandao ya kijamii ikawa sehemu ya pekee ambapo watu waliweza kuandika malalamiko yao, lakini kadri malalamiko yalivyozidi ndivyo hali ilivyozidi kubadilika. Vijana walianza kupanga mikakati ya kuhamasisha maandamano makubwa siku ya uhuru wa Tanzania, ambayo ni Disemba 9, wakichukulia tarehe hiyo kama siku ambayo uhuru uliopotea unapaswa kudaiwa.
Mwezi mmoja kabla ya tarehe hiyo, misururu ya ujumbe, mabango yaliyofichwa, mawasiliano ya ndani ya makundi ya WhatsApp na kurasa za mitandao zilizokuwa zikikua kwa kasi, yote ilijikita katika kauli mbiu moja: maandamano ya amani yasiyo na kikomo. Hata hivyo, Disemba 5 jeshi la polisi lilitoa tamko rasmi kwamba maandamano hayo hayakuruhusiwa. Jeshi lilisema mkusanyiko wote uliopangwa haukufuata taratibu za kisheria, uliweka hatarini usalama wa raia na ulikiuka katiba na sheria ya polisi na polisi wasaidizi. Kauli hii haikuzima hamasa, iliongeza kiwango cha mvutano. Ni katika mazingira haya ndipo taarifa za siku chache zilizopita zilibua mshtuko mkubwa kwa viongozi wawili wakuu wa zamani ambao ni Philip Mpango na Kassim Majaliwa walikuwa chini ya kizuizi cha kificho kutokana na tuhuma za kuhusishwa kwao kwa maandamano haya. Na kwa siku kadhaa kabla ya Disemba 9, taarifa za ndani zilieleza kwamba aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa walikuwa chini ya kile kilichofanana na house arrest. Haikuwa hatua iliyotangazwa hadharani, hakukuwa na hati ya mahakama, hakukuwa na taarifa rasmi ya serikali, lakini mazingira yaliyowazunguka yalitoa taswira ya kifungo kisichoandikwa. Na vile habari hizo kama Kenyascope hatuwezi kuzisema kwamba ni kweli ama si kweli. Kizuizi hicho kilihusisha mambo kadhaa: udhibiti wa mizunguko, ufuatiliaji wa mawasiliano, kusimamishwa kwa mikutano yao ya kijamii na kuwekwa kwa uangalizi maalum kwenye makazi yao. Kwa ujumla, hatua hiyo ilionekana kama juhudi ya serikali kuzima uwezekano wa viongozi hao wawili wenye ushawishi mkubwa kuwa chanzo cha nguvu za maandamano. Japo serikali kupitia msemaji wa serikali Gerson Msigwa iliandika ujumbe mkubwa ukisema kwamba hayo yote yanaendelea kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu house arrest yake Philip Mpango pamoja na Kassim Majaliwa ilikuwa ni uongo, na kwamba wakaambia wananchi ama Watanzania kupuuza uongo huo. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa sana mtandaoni, serikali ilihusisha vigogo hao na kile kilichoitwa ufadhili wa vijana, ushawishi wa makundi ya ndani na chama, na uwezo mkubwa wa kuunganisha makundi yaliyopoteza imani na uongozi uliopo. Japo hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliotolewa hadharani, hatua dhidi yao ilithibitisha jambo moja muhimu, kwamba serikali haikuwa tayari kuruhusu upenyo hata mdogo uungwaji mkono ndani ya maandamano haya. Na katika usiku uliotangulia Disemba 9, ujumbe mzito wa John Heche uliokuwa ukizungumzia utekaji, ukamataji holela na uwepo wa task forces za watu wanaovaa kininja ulibua mazingira mapya ya taharuki. Ujumbe huu uliunganisha mfululizo wa malalamiko ambayo vijana walikuwa wakiyajadili kwa miezi kadhaa: watu kupotezwa, ukamataji usiofuata taratibu na matumizi ya vikosi visivyo rasmi. Ujumbe huu ulisambaa kwa kasi na kwa wengi ulikuwa kwa tangazo la mwisho la harakati kabla ya siku ya maandamano. Japo polisi walitangaza kuwa kuna maandamano yoyote yaliyokuwa yakiendelea, mitandao iliendelea kusambaza mabaki ya mihemko ya siku hiyo. Kauli ya jeshi la polisi ilibakiwa kuwa msimamo rasmi: usalama upo imara, maisha yanaendelea na upotoshaji wa mitandaoni usitiliwe maanani. Lakini sauti ya chini zilibaki zikieleza kuwa Disemba 9 haikuwa tu siku ya maandamano yaliyofutwa, ilikuwa maandamano ya safari ndefu na hasira iliyojengwa na matukio ya utekaji, ukamataji na wakufedhehesha, matokeo ya Oktoba 29 na kile kilichoonekana kama kuminywa kwa demokrasia ndani ya chama. Siku hii ya Disemba 9 imeacha alama katika siasa za Tanzania. Haikuwa tu siku ya kupambana na taarifa za uongo, wala siku ambayo polisi walihakikisha kuwa hakuna maandamano. Ilikuwa siku inayofungua sura mpya ya mjadala wa kitaifa kuhusu haki, usalama, uhuru wa raia na nafasi ya siasa miongoni mwa vijana. Hatua ya kumweka Disemba 9 inaweza kuwa imepita bila maandamano ya wazi, lakini haikupita bila athari. Ilikuwa siku inayoonyesha Tanzania namna taifa lao lilivyo katika kipindi ambacho maswali mengi yanaulizwa, hisia nyingi zinaongezeka na safari ya siasa inaingia katika hatua mpya ambayo matunda yake yanaonekana katika miaka ijayo. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka taarifa ya jeshi la polisi ikitangaza kwamba miji yote ya nchi ya Tanzania haijakuwa na maandamano.
Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.